Okay, twende kwa Ali Bakari alafu tutakuja kuhitimisha. Lakini Ali, vipi mtaani kukoje, kumeamkaje? Dar es Salaam Derby inakuja tarehe 13, mashabiki wanazungumzaje? Okello kaenda Yanga, alafu Morocco kaenda nusu finali. Tupe huko mashabiki wameamkaje? Asante sana Filipo Cyprian, ni kweli sisi tumeamkia hapa eneo la Mwananchi na pembeni hapa kuna kijio cha magazeti na ndipo ambapo tumeamkia hapa, na miongoni mwa magazeti ambayo yapo hapa ni hilo gazeti la Mwanaspoti ambalo unaona rangi za kijani na njano ndo zimetawala, lakini picha hapo ya Okello bila shaka ulizungumzia zaidi, na jana zilionekana picha mjongeo, lakini pia still picha za rais wa Yanga Hersi Said akiwa kule Uganda kwa maana ya Kampala pale katika jiji hilo na kukutana na rais wa Vipers. Hayo yote bila shaka yanachagiza hilo la Okello. Lakini pia kiangalia upande wa nyuma gazeti la Mwananchi, kocha ataja matatizo Simba Sports ambao juzi walifungwa goli moja dhidi ya Azam FC katika michezo ile ya NMB Mapinduzi Cup, na umetaja AFCON ambayo pia leo inaendelea. Morocco jana imeitoa Cameroon. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tunaweza tukazungumzia hapa. Tupo na shabiki hapa. Bana, mambo vipi? Poa. Upo vizuri? Nipo vizuri kabisa. Dar es Salaam Derby kwa maana ya Azam FC inacheza dhidi ya Young Africans tarehe 13, NMB Mapinduzi Cup. Unaizungumziaje? Hiyo mechi naona hiyo itakuwa bonge la mechi. Kwa sababu ujue ukiangalia msimu huu toka umeanza watu hawajakutana. Umeona kila mtu ana kikosi bora, Azam ana kikosi bora, Yanga ana kikosi bora. Pamoja kuna changamoto wa wachezaji wameenda kwenye timu za taifa, lakini naona wamerudi. Watu wote watakuwepo na timu zao. Azam watakuwa na timu yao imekamilika, Yanga na timu yao. Tutashuhudia mechi moja nzuri sana. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi Yanga Afrika. Ulikuwa unaombea usikutane na Azam? Mimi nilikuwa naombea kwa sababu gani? Nilikuwa napenda nipate changamoto. Napenda nikutane na timu nzuri ili niangalie. Hebu weka vizuri. Ulikuwa unaiombea Azam ukutane na Azam FC au ulikuwa unaombea usikutane nayo? Mimi nilikuwa naombea nikutane na Azam kuliko Simba. Ulikuwa unaitaka Azam? Kuliko Simba. Kwa sababu gani? Simba kwa sababu tayari tushawafunga sana, tena hawana jipya kwetu. Tunataka tukutane na Azamu na tuone changamoto zao zipo vipi. Kocha kwanza wanaye mzuri, Ibenge. Yaani ukifunga Azamu sasa hivi unajua umefunga timu moja bora kwa sababu ana kocha ambaye ana mbinu, ana kila kitu. Kwa hiyo mimi nadhani itakuwa bonge la mechi hiyo Jumaa ngapi? Jumanne, tuombe Mungu. Wewe bwana unamtazama kwa makini. Hebu sogea kidogo. Mambo vipi? Safi. Wewe shabiki wa timu? Shabiki wa Simba. Umetolewa na Azam FC. Mechi ulitazama? Nilitazama vizuri. Hebu izungumzia Azam FC imekuwa kikwazo kwako sasa hivi. Ni kweli Azam lazima iwe vikwazo kwa sababu Azam ina kocha bora. Wachezaji wenyewe wanakwama wapi? Wachezaji wenyewe wanakwama kwa sababu kama sasa hivi tukiangalia kila siku unabadilisha kocha. Timu haiwezi kukaa katika mfumo wake unaotakiwa. Kwa hiyo kila siku tutakuwa tunatafuta kikosi kipya, tunatafuta mambo mapya. Siku zinazidi kwenda. Kwa hiyo mwisho wa siku tutavuna ndio kipanda. Morocco umeiona imesonga mbele. Unaitabiria nini Morocco, kwamba inaenda kuchukua kombe ama ni vipi, inaenda kukwama? Kwa Morocco mimi siwezi kuitabiria kama itafika mbali au itafika wapi. Amemsimamisha Kameruni? Nakubali amemsimamisha kwa sababu na wenyewe wanacheza, hawana mpira mkubwa sana kama wengine. Haya, sawa. Bwana Filipo Cyprian, najua muda tupo nje ya muda, wacha nirejeshe matangazo kwako, lakini kiukweli katika kijio hicho wakati tumeanza watu walikuwa wachache, lakini sasa watu wameendelea kuongezeka hapa wakiendelea kupitia magazeti ama yale ambayo yamechomozwa katika magazeti asubuhi hii ya leo. Nirejeshe matangazo kwako Filipo. Kabla hujamaliza, wanahisia vipi kuhusiana na usajili wa Simba kipindi hiki? Wanahisia? Sawa. Yes, ngoja tuzungumze. Yule shabiki bwana njoo kwanza. Njoo mara moja. Huyu bwana ameamka, yupo na tenga lake la maembe hapa akitafuta riziki asubuhi hii hapa. Au si mzee wangu? Ni kweli kabisa. Bwana, usajili wa Simba unafikiri sehemu gani sasa pafanywa marekebisho labda itakuwa bora zaidi Simba Sports? Pale ni kocha tuna mbinu ambao inabidi watulize kitu. Yaani kocha mpya na ndio umeiona michezo yake hii hapa katika NMB Mapinduzi hapa. Bila shaka kocha sasa ndo anaanza. Kwenye usajili? Usajili pale hamna mtu wa kumuongeza. Simba ipo vizuri. Imekamilika. Ni kocha tu kutuliza kichwa, kujua nani na nani wachezaji wanaoshabiana, wakae namba hii na namba hii kupanga timu itembee. Umesema unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Wambula. Ndugu zako Yanga wapo wamefika Kampala kule, unaona picha ya Okello pale, haiuogopi wewe?
Mimi siogopi kwa sababu mchezaji kama Okelo kusajiliwa kwa Yanga ni vizuri, kwa sababu Simba na Yanga tuizoea kuwachukua wachezaji ambao washachoka, washapitiza miaka. Yaani Yanga ikichukua wachezaji wazuri, wewe shabiki wa Simba unafurahia? Ni vizuri kwa sababu na usajili unabadilika. Tofauti na zamani unachukua wazee wa kongwe mara mtu kaachwa. Kwa hiyo usajili vijana na Simba wataiga, kwa sababu Yanga na Simba ni sawa sawa na kiuno na mkanda. Hawa ni marafiki. Hebu rudia tena. Yanga na Simba sawa sawa na kiuno na mkanda, hawa marafiki. Mmoja amefanya hivi, mmoja anafanya hivi, wanaigana, maisha yanaendelea mpira Tanzania. Bwana, unapatikana eneo hili hili? Mimi sipatikani hapa. Mimi napatikana Gongo la Mboto. Wape salamu watu wa Gongo la Mboto. Nashukuru sana. Filipo Cyprian, umemsikia bila shaka shabiki wa Simba huyo hapo. Anafurahia kuona Young Africans ikisajili wachezaji vijana kwa sababu Simba pia wanaweza wakafanya hivyo pia. Shukrani, asante sana Ali Bakari.